Na Mungu wetu wa mbinguni, tunasema ni asante. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya wakati mwingine mzuri katika ibada hii. Tuko tayari Bwana kwenda kusikia neno lako la uzima. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, ukatufundishe na kutusaidia. Lifafanue neno tupate kulielewa katika fahamu zetu za ndani, lakini zaidi sana tupate kuliishi na kulitendea kazi. Nijalie mtumishi wako neema ya kusema tu yale ambayo Bwana umekusudia tuyajue na tujifunze. Roho Mtakatifu ukatufundishe na kutusaidia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba tukiamini, amen. Tunaendelea na mfululizo wa somo letu la namna ya kuinuka na kuangaza, ikiwa ni sehemu yetu ya 7, si ndio? Namna ya kuinuka na kuangaza ikiwa ni sehemu yetu ya 7, na andiko letu la msingi limekuwa ni kitabu kile cha Isaya sura ile ya 60. Isaya sura ile ya 60 na mstari ule wa kwanza. Isaya sura ile ya 60 na mstari wa kwanza, Biblia inasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Katika mwaka huu Mungu ametupa neno hili kama sehemu ya ujumbe wetu, ya kwamba amekusudia tuweze kuinuka na kuangaza. Na Isaya 60 tumeendelea kuichambua na kuitazama katika namna mbalimbali, namna gani tunaweza kulitumia neno la Mungu ili kuinuka na kuangaza. Tulipokuwa tunaanza katika mfululizo wa somo hili, tuliangalia na kuona maana ya Biblia kwa habari ya kuinuka na kuangaza. Tuliona maana kama 4 au kama sio 5, lakini tukaendelea mbele zaidi, tukaanza kuangalia sasa kwa habari ya njia ambazo tunaweza kutumia kuinuka na kuangaza, au namna Mkristo anavyoweza kuinuka na kuangaza. Nilizungumza nikasema, chochote ambacho Mungu ameahidi katika neno lake kuhusu maisha yako, Mungu ana namna yake unayotakiwa kuiishi ama kuiendea ili ile ahadi iweze kuwa halisi kwenye maisha yako. Naomba kurudia tena. Kila ahadi ambayo Mungu ameiachilia kuhusu maisha yako, Mungu ana neno lake ambalo anataka uliishi. Ana namna yake ambayo anataka uiendee ili ile ahadi aliyoiahidi iwe halisi kwenye maisha yako. Moja ya changamoto tulionayo duniani kwa Wakristo wa leo, tuna kizazi cha watu wanaojua kusema ahadi za Mungu, lakini hawataki kujifunza njia za Mungu za namna ya kuzifanya zile ahadi ziwe halisi kwenye maisha yao. Kila ahadi ambayo Mungu ameiweka kwenye neno lake kuhusu maisha yetu, ameeleza kanuni zinazotawala hatua zetu ili kuzifanya zile ahadi ziwe halisi kwenye maisha yetu. Tulianza kuangalia jambo la kwanza muhimu kufanya kwa Mkristo anayetaka kuinuka na kuangaza. Tukasema jambo la kwanza, hakikisha unafanya mambo machache kwa muendelezo ili kuruhusu kukua, kujijenga na nguvu ya Mungu kuachilia matokeo kwenye maisha yako. Na tuliona kwa uthibitisho wa maandiko mengi, sitamani turudi kule. Lakini tukaangalia jambo la pili, ya kwamba hakikisha unajenga uhusiano wako mzuri na ulimwengu wako wa roho. Na tuliishia hapo, na leo tutaanzia tena hapo. Kwa mwenzako haijaisha. Tuliona jambo la pili kwa mtu anayetaka kuinuka na kuangaza ni kujenga uhusiano mzuri na ulimwengu wako wa roho. Na tulipokuwa tunaanza kuangalia, tuligundua kwamba mtu yeyote anayetaka kuinuka na kuangaza au kuishi maisha ya ushindi, lazima aimarishe uhusiano wake na ulimwengu wake wa roho. Mkristo yeyote anayetaka kuishi maisha ya ushindi kwenye dunia yake, ni lazima aamue kujenga uhusiano mzuri na ulimwengu wake wa roho. Na nilitoa sababu ni kwa nini. Ni kwa sababu matokeo tunayoyaona nje, mchakato wake halisi uratibiwa kwenye ulimwengu wa roho. Narudia tena. Mkristo anayetaka kuishi maisha ya ushindi kwenye kila eneo la maisha yake, ni lazima aamue kujenga uhusiano mzuri na ulimwengu wake wa roho. Ni lazima aamue kutengeneza njia na mahusiano yake na Mungu kwenye maisha ya kila siku.
Ni lazima atengeneze nidhamu za maisha ya kuhakikisha anapatikana mbele za Mungu, ili kutengenezwa na kusikia maelekezo ya Mungu yanayoongoza hatua zake. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu matokeo tunayotamani kuyaona kwenye maisha yetu ya kila siku huwa yanaratibiwa na kuamuliwa kwenye ulimwengu wa roho. Na ndiyo maana Mtume Paulo akifahamu hilo, alihakikisha analifundisha kanisa la kwanza akiwaambia, maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na nguvu za giza katika ulimwengu wa roho. Na nimeandika jambo jingine hapa litakalo kusaidia. Nimeandika hivi, naomba tu nisikilize. Dunia na mwanadamu anayeishi ndani yake alianza katika ulimwengu wa roho kabla hajawa halisi kwenye ulimwengu wa mwili. Dunia hii tunayoishi ndani yake na mwanadamu unayeishi ndani yake, maisha yako na uwepo wake dunia hii ulianza katika ulimwengu wa roho kabla bado haujawa halisi kwenye ulimwengu wa mwili. Ukisoma vizuri kwenye Biblia utagundua dunia tunayoishi ndani yake kabla haijaumbwa ilianza kama wazo katika fahamu za Mungu, si ndio? Biblia inasema hivi, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu akamiliki na kutawala kwa niaba yetu. Yaani dunia na mwanadamu vilianza kwenye ulimwengu wa roho, kwenye wazo la Mungu, na ndipo baadaye tunakuja kuona mtu na dunia yake vikitokea. Lakini pia kama ni msomaji mzuri wa maandiko utagundua kitabu cha Mwanzo sura ya 1, Biblia inaonyesha ya kwamba mwanamke na mwanaume waliumbwa siku moja kwenye ulimwengu wa roho. Alafu kwenye sura ya 2 Biblia inaeleza mchakato ya kwamba kwenye dunia tunayoishi alianza kutokea mwanaume, alafu baadaye mwanamke akatokea. Sasa watu wengi huwa wanadhani na kufikiri ya kwamba katika uumbaji mwanamke aliumbwa mtu wa pili baada ya mwanaume. Yale ni maelezo ya mchakato kwenye sura ya 2. Kwenye sura ya 1 mwanamke na mwanaume waliumbwa siku moja katika uumbaji. Kasoma Biblia yako vizuri. Ulimwengu wa roho ndiko ambako maisha ya watu yanatawaliwa. Na niliwaambia wanangu, naomba nirudie tena, chochote ambacho hautakipata kwenye ulimwengu wa roho hautaweza kukiona kwenye ulimwengu wako wa mwili. Chochote ambacho hautakipata kwenye ulimwengu wako wa roho, kwa njia ya maombi, kwa njia ya neno, kwa njia ya mahusiano mazuri na Mungu, hautakuja kukipata kwenye maisha yako yote. Watu katika ulimwengu wa roho ndio platform ambayo watu wanamiliki na kukamata vitu kwenye maisha, alafu baadaye vile vitu vinazaliwa na kuwa halisi kwenye maisha yao ya nje. Naomba tuendelee mbele kidogo. Natamani sana uelewe ulimwengu wako wa roho ili upate kutana nao kazi. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 43 mpaka wa 50. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 43 mpaka mstari wa 50. Nimezungumza pale nikasema katika uumbaji kwenye sura ya 1 katika ulimwengu wa roho, mwanadamu, mwanamke na mwanaume waliumbwa pamoja. Biblia inasema Mungu akawabariki akawaambia zaeni mkaongezeke. Alafu kwenye sura ya 2 ndipo ambapo mchakato unaelezwa wa namna nani alitangulia na baadaye alifuata kwenye dunia yake. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 43 mpaka mstari wa 50, Biblia inasema hivi: Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mwambie jirani yako, Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Unajua tafsiri yake? Goliati alikuwa na ujuzi wa vita, na Sauli anamwambia Daudi ya kwamba hauwezi wewe kupigana na Goliati, maana ni mtu wa vita tangu ujana wake. Pamoja na ujuzi aliyokuwa nao Goliati na uwezo wa kupigana vita, alipokuwa akienda vitani bado alikuwa anajiwekeza kwenye ulimwengu wake wa roho katika miungu waliokuwa wanaiabudu. Ana silaha ni kweli,
Ni pande la mtu, ni kweli, ni mtu wa vita, ni kweli, lakini hakutegemea ujuzi na nguvu alizonazo pekee. Aliamini kwenye msaada mwingine, kwenye miungu yake katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema alipomuona Daudi akamlaani kwa miungu yake. Unajua tafsiri yake? Akaanza kutaka kumfanya Daudi kuwa dhaifu asiweze kumshinda. Tuendelee. Mstari ule wa 44. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumbo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Daudi akagundua ya kwamba kumbe napambana na mtu ambaye hategemei silaha peke yake. Napambana na mtu ambaye hategemei uzoefu wa vita peke yake. Napambana na mtu ambaye anategemea nguvu na msaada kutoka kwenye ulimwengu wa roho, upande wa giza. Na katika maisha haya ulimwengu wa roho na makundi mawili tu. Ni aidha uko upande wa Mungu aliye hai, ama unakuwa upande wa nguvu za giza. Biblia inasema hivi, Daudi naye akamjibu akamwambia, sikiliza, hii vita sio kati ya mimi na wewe tu. Hii ni vita kati ya hali za miungu yetu rohoni. Mimi na wewe tutapigana kwenye muonekano wa nje, lakini ushindi wa vita hii utaamuliwa na mahusiano tulio nayo kati ya Mungu wangu na Mungu wako. Unaanza kuona hiyo vita ilivyokuwa Na nikaja nikagundua moja ya sababu iliyofanya Sauli na Israeli walishindwa kumpiga Goliati ni kwa sababu wao walipigana naye katika kiwango cha uwezo wa kivita na silaha na uzoefu, wakati yeye alipigana nao katika kiwango cha uwezo wa kivita na uzoefu plus msaada wa miungu yake kwenye ulimwengu wa roho. Na mbaya zaidi, Goliati alimjua sana Mungu wake, lakini Sauli alimjua sana adui yake. Mwambie mwenzako ni huzuni. Hiyo ndio tofauti ilipoanza kutokea. Kwa hiyo ukiendelea hapo utakuja kugundua ya kwamba baadaye Daudi alipata ushindi, lakini kimsingi hii vita iliamuliwa na nguvu za Mungu na miungu kwenye ulimwengu wa roho. Mungu wa Daudi alihakikisha akasema, kwa kuwa Daudi analipa gharama katika ulimwengu wa roho wa kuniamini, kunitegemea na kunitafuta, nitahakikisha miungu ya Wafilisti haijitukuzi juu ya watu wangu kama ilivyokuwa inafanya hapo zamani. Ni lazima kujenga uhusiano wako mzuri na ulimwengu wako wa roho. Tukaanza kuangalia mambo yanayoruhusu ulimwengu wa roho kuachilia matokeo kwenye maisha ya Mkristo. Nakumbuka tulianza hapo tutaendelea pia kutokea hapo. Mambo yanayoruhusu ulimwengu wa roho kuachilia matokeo ama ushindi kwenye maisha ya Mkristo. Tuliangalia jambo la kwanza, tukaona ni nidhamu ya neno na maombi. Nakumbuka nidhamu ya neno na maombi. Na tulieleza kwa kina kuhusu hayo, sitaki turudi huko. Natamani tukaangalie jambo la pili. Jambo la pili ni matumizi mazuri ya matamko ya midomo yetu. Jambo la pili linaloweza kuchochea ulimwengu wako wa roho kuachilia ushindi kwenye maisha yako ni matumizi sahihi ya matamko ya midomo yetu. Matumizi sahihi ya matamko ya midomo yetu. Naomba uandike jambo hili litakalo kusaidia. Matokeo katika ulimwengu wa roho yana uhusiano wa moja kwa moja na nguvu ya matamko. Kuzaliwa kwa matokeo katika ulimwengu wa roho kuna uhusiano wa moja kwa moja na matamko na nguvu ya matamko ya midomo yetu. Kuzaliwa kwa matokeo katika ulimwengu wa roho kuna uhusiano wa moja kwa moja na nguvu ya matamko ya midomo yetu. Angalia kitabu kile cha Isaya 57 na mstari wa 19. Isaya 57
na mstari ule wa 19. Biblia inasema, mimi nayaumba matunda ya midomo, amani amani kwake aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana, nami nitamponya. Anasema mimi Mungu ninayaumba matunda ya midomo. Matunda ya midomo ni maneno. Naomba niwaambie, matamko ya midomo yetu huwa yanaachilia maelekezo ambayo ulimwengu watu wa roho huwa unapokea na kufanyia kazi. Na Mungu anayatumia matamko yatokayo katika vinywa vyetu ili kuumba tunayotaka yatokee kwenye maisha yetu. Maneno unayozungumza kuhusu maisha yako yataamua aina ya maisha utakayokuwa nayo kwenye kesho yako. Andika jambo hilo, litakusaidia. Maneno yanayotoka kwenye kinywa changu yataamua aina ya maisha nitakayokuwa nayo kwenye kesho yangu. Maisha hayatakuruhusu kuwa tofauti na aina ya maneno unayosema kwenye midomo yako. Biblia inasema mimi Mungu ninayaumba matunda ya midomo, yani maneno. Unasema nini kwa habari ya afya yako? Unasema nini kwa habari ya ubinti wako? Unasema nini kwa habari ya elimu yako? Unasema nini kwa habari ya kazi yako? Chochote unachosema kwenye midomo yako kitazaa matokeo na kuwa sehemu ya maisha yako kwenye kesho yako. Ulimwengu wa roho unafanya kazi kupitia nguvu ya matamko. Angalia Waefeso sura ile ya 3 na mstari wa 20. Waefeso sura ile ya 3 na mstari wa 20. Biblia inasema hivi, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno, kuliko tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mtume Paulo anasema hivi, Mungu ana uwezo wa kufanya mambo makubwa, lakini ni pale tu mawazo yetu yatakapogeuka kuwa maombi yetu, yatakapogeuka kuwa matamko ya midomo yetu. Kila siku nimekuwa nawaambia wanangu, na naomba nirudie, mawazo yoyote mazuri ulionayo juu ya maisha yako hayawezi kufanyika halisi mpaka siku yamegeuka kuwa maombi yako. Usiniangalie, andika. Si unaishiaga wewe kuwaza vizuri tu na kusema mimi nitakuwa hivi, mimi nitakuwa vile. Maisha hayakupi kuwa kwa sababu unataka, maisha yanakupa kuwa paka umeyalazimisha ili yawe. Naomba tuendelee mbele kidogo. Ni muhimu sana kuelewa ulimwengu wako wa roho na nguvu ya matamko ili uweze kujua namna gani inavyofanya kazi. Bwana asifiwe. Nimeandika jambo hapa la kukusaidia. Mkristo anayeweza kutumia mamlaka aliyoiweka Mungu katika kinywa chake ana nafasi nzuri ya kutengeneza kesho njema kwenye kila eneo la maisha yake. Mkristo anayeweza kutumia mamlaka aliyoiweka Mungu kwenye kinywa chake, Mkristo anayeweza kutumia mamlaka aliyoiweka Mungu kwenye kinywa chake ana nafasi nzuri ya kutengeneza kesho njema kwenye kila eneo la maisha yake. Angalia Zaburi 45 na mstari wa 1. Zaburi 45 na mstari wa 1 unathibitisha hilo, ya kwamba Mkristo anayeweza kutumia mamlaka aliyoiweka Mungu katika kinywa chake ana nafasi nzuri ya kutengeneza kesho njema kwenye kila eneo la maisha yake. Zaburi 45 mstari wa 1, Biblia inasema hivi, moyo wangu umefurika kwa neno jema, mimi nasema niliyomfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi. Mwambie jirani yako, ulimi wako ni kalamu. Mwambie tena, ulimi wako ni kalamu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya anasema mimi Mungu nayaumba matunda ya midomo. Daudi huko kwenye Zaburi anasema ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Kumbe maneno ya midomo yako
ni mwandiko unaoandika hatima yako. Maneno ya midomo yako ni kalamu inayoandika hatima yako. Unasema nini kuhusu maisha yako itaruhusu ulimwengu wako wa roho utakavyoshirikiana na wewe na kukupa aina fulani ya matokeo kwenye maisha yako. Na nikuongezee jambo jingine. Nimeandika hapa nikasema hivi: lugha ya mbinguni inahusisha kuyataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Lugha ya watu wa mbinguni inatutaka kuyataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Ulimwengu wa roho unatawaliwa na nguvu ya matamko, na lugha ya ufalme wa Mungu haikutaki useme kile ambacho unakiona, inakutaka useme kile ambacho unataka kitokee. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo utagundua Biblia inasema hivi: katikati ya giza Mungu akasema na iwe nuru, ikatokea. Mara nyingi Wakristo wengi mmekuwa mkisema katika vinywa vyenu yale ambayo mnayaona yanaendelea kwenye maisha yenu. Mungu hataki useme kile unachokiona kwenye hali yako, anataka utamke kile unachotaka afanye kwenye maisha yako. Badilisha lugha yako. Mwambie jirani yako, badilisha lugha yako. Wengi mnaongea kile ambacho kinawasumbua badala ya kusema kile ambacho Mungu unataka afanye. Nani aliyewaloga nyinyi? Lugha ya Mungu inawataka watu kusema yale wanayomwamini Mungu kufanya, na sio yale yanayoendelea kwenye uhalisia wa maisha yao na hali zao. Angalia Warumi 4 mstari wa 17 mpaka wa 18. Warumi sura ile ya 4 mstari wa 17 mpaka wa 18. Yaani ugonjwa kila siku naona hali inazidi kuwa mbaya. Sidhani hata kama nitaishi muda mrefu. Nafikiri nitakufa mapema na kuwaacha watoto wangu. Utakufa kweli, tutakuzika. Wewe endelea tu kujifikiri, unajidhani unajifariji, unaenda katika mfumo. Nakwambia tutakuzika. Mungu anasema mimi Mungu nayaumba matunda ya nini? Ya midomo. Na kule kwenye kitabu kingine anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wote wa upendao watakula matunda yake. Waendelea kusema tu wanaume wote mbwa tu, hakuna wawaji siku hizi. My dear friend, utazeekea kwa wazazi wako. Nakwambia tena, unanisikia ninachokisema? Waendelea kusema tu wasomi ni wengi sana, tunasoma tu basi, lakini kazi hamna. My dear friend, utaishi ukiwa jobless. Waendelea tu. Waendelea tu. Mfumo wa ulimwengu unakuondoa kwenye kanuni ya Mungu. Ulimwengu wa roho unaposikia unasema mambo positive kuhusu maisha yako, huwa yanaungana na hatua zako ili kukupa matokeo. Na naomba nikwambie jambo, hali ulionayo kwa sasa ina sehemu ya matokeo ya maneno uliyojitamkia kwenye jana yako. Warumi 4:17-18 Biblia inasema hivi: kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuwauisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Mwambie jirani yako, Mungu huyataja yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Nakumbuka habari ya Elisha kwa yule mwanamke ambapo walimhudumia pamoja na Gehazi na kuwaweka nyumbani kwao. Biblia inasema alipomuita alimwambia nini? Akamwambia majira kama haya mwakani utakuwa na mtoto. Anajua yule mama ni tasa, anajua amekaa kwa muda mrefu imeshindikana, anajua ametumia uwezo na kila alichokuwa nacho imegoma, lakini anakuja kusema kile ambacho anataka kiumbike kwenye maisha yako. Na hapo ndipo ambapo watu wengi huwa mnashindwa kutuelewa, watumishi wa Mungu. Unaweza ukaja ukieleza shida yako, alafu ninaongea kinyume na hali yako. Kwa nini? Mungu hajaniita kukufariji katika hali yako na kukubaliana nayo. Mungu ameniita nitabiri na kusema yale ambayo yanatakiwa kutokea kwenye maisha yako kabisa. Na nimewahi kuambia hapa, naomba nirudie tena. Mungu akiwa anaongea huwa haongei katika lugha ya ubinadamu wetu, anazungumza katika viwango vya uungu wake.
Yaani mchungaji ajui tu. Yaani ile ndoa yangu ilivyo mbaya, kila siku nikiongea naye ananiambia nisiondoke. Hakuna siku nitakwambia uondoke. Hakuna siku. Haipo. Mstari wa 18 anasema hivi, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Anasema Mungu alipokuwa anatamka akizungumza na Ibrahimu, alimwambia mambo yasiyokuwapo kana kwamba yapo. Alafu Ibrahimu akaamua kuamini ile ahadi ya kwamba Mungu anaweza kutimiza aliyoyasema. Mungu alipombadilisha jina Ibrahimu kutoka Abrahamu na kumuita Ibrahimu, tafsiri yake ilikuwa ni baba wa mataifa mengi. Kwa nini Mungu alimpa jina la baba wa mataifa mengi ili hali bado alikuwa anatembea katika hali ya utasa? Mungu alitaka watu wanapomuita Ibrahimu baba wa mataifa mengi iingie vizuri na ikae kwenye fahamu zake mpaka ifike wakati ya kubali na kumtarajia Mungu ya kwamba atanipa mtoto. Naomba uandike jambo hili litakalo kusaidia. Mungu hatuiti sawa na hali zetu. Mungu hutuita vile amekusudia tuwe kwenye maisha yetu. Mungu huwa hatuiti jina sawa na hali zetu. Mungu hutuita vile amekusudia tuwe kwenye maisha yetu. Mungu huwa hatuiti jina sawa na hali zetu. Mungu hutuita vile amekusudia tuwe kwenye maisha yetu. Na katika habari hiyo ya Ibrahimu nikagundua jambo jingine tena la kutusaidia. Unajua, maneno ya midomo yetu ni zao la fikra zetu. Matamko ya midomo yetu ni matokeo ya fikra zetu. Huwa nikitaka kuyajua yaliyo ndani ya moyo wa mtu, huwa ninasikiliza aina ya maneno anayozungumza. Maneno ya midomo yetu ni zao la hali ya fikra zetu. Nimeandika hapa nikasema hivi, Mungu hubadilisha utambulisho kutokea kwenye eneo la fikra zetu kabla hajabadilisha mazingira yetu. Mungu huanza kwa kubadilisha utambulisho wetu kutokea kwenye eneo la fikra zetu kabla hajabadilisha mazingira yetu. Maneno ya midomo yako hayatabadilika mpaka siku fahamu zako zimebadilika, mpaka wakati umeamua kuamini yale ambayo Mungu amesema kuhusu hali yako, mpaka umeamua kukubali utambulisho wako mpya katika Kristo, ndipo maneno ya midomo yako yataanza kutamka sawa na kile ambacho Mungu amekusudia uwe kwenye maisha yako. Nasikitika kusema, ni jambo la huzuni, nimewaona Wakristo wengi ukiwakuta kwenye maombi ya mifungo wakiwa wanaomba na kuliitia jina la Bwana, unaweza ukafikiri wanamwamini Mungu sana, lakini wakitoka kwenye maombi na ukikaa nao nje na kuzungumza nao, unakuja kugundua kwamba wametoka kuomba lakini bado wanakiri udhaifu na wanakiri hasi katika hali zinazoendelea kwenye maisha yao. Ulienda kuomba nini sasa? Yaani kuna maana gani ya kuingia kwenye maombi na kumuomba Mungu, alafu ukikaa nje na watu unaongea kana kwamba hakuna kitu kinawezekana? Mwambie jirani yako, acha ujinga. Utaona Mwanzo 17 mstari wa 4 mpaka wa 6 inathibitisha ukweli ule wa kwamba Mungu huanza kubadilisha utambulisho wetu kwenye fikra zetu kabla ya kubadilisha mazingira yetu, ili tuanze kukiri ule ushindi aliyokusudia tuwe nao. Mwanzo 17 mstari wa 4 mpaka mstari ule wa 6. Biblia inasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Mungu alipotaka kubadilisha ukiri wa Ibrahimu, alihakikisha anaanza kubadilisha utambulisho wake kwenye fahamu zake.
Watu walipokuwa wanamuita jina lake jipya, alikuwa anakumbushwa akiambiwa ya kwamba utakuwa baba wa mataifa mengi. Na hilo jambo akaliamini na kulipokea, likaathiri ukiri wake, likaathiri namna yanavyoyaona maisha kwenye dunia yake. Ulimwengu wa roho unayaumba yale ambayo yanatoka kwenye midomo. Kwa hiyo watu walipokuwa wanamuita Ibrahimu, kwa lugha rahisi walikuwa wanatabiri, wakamwambia wewe ni baba wa mataifa mengi. Naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Imani inatutaka kuyataja yasiyokuwepo ili yaruhusiwe kuanza kutokea. Imani huwa inatutaka kuyataja yasiyokuwepo ili yaruhusiwe kuanza kutokea. Watu wa Mungu, hakikisha unajilisha neno sana ndani yako, linatengeneza imani ndani yako itakayokufanya kuanza kuyataja yasiyokuwepo ili Mungu aweze kuyaruhusu kutokea kwenye maisha yako. Ni strategy ya adui katika kizazi na vizazi, kuwafanya watu kujiita ama kutaja maisha yao sawa na hali zinazoendelea kwenye maisha yao. Utaona kweli huo kwenye Mwanzo wa 50 mstari wa 24 mpaka mstari ule wa 26. Mwanzo wa 50 24 mpaka 26, utaona hapo habari za Yusufu. Anasema Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110, wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Biblia inaeleza Yusufu alipokuwa anakufa akawa anasema yale ambayo anamwamini Mungu atayafanya juu ya taifa la Israeli. Na unakuja kuona baada ya miaka 430 kwenye kitabu cha Kutoka, Biblia inasema Mungu akamtuma Musa, Israeli wakatoka utumwani. Naomba tuendelee tena mbele kidogo. Kuna vitu hapa natamani ni kuoneshe katika eneo hilo vitakavyokusaidia zaidi. Tamani ni kuoneshe hapa jambo jingine la msingi sana litakalo kusaidia zaidi. Angalia kitabu kile cha Marko sura ile ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 12. Marko sura ile ya 2 mstari wa 1 mpaka ule wa 12. Biblia inasema hivi: akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwepo, na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Mwambie jirani yako, akamwambia mwenye kupooza. Mwambie tena, akamwambia mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Ukiendelea hapo mbele utaona huo uponyaji, huo mchakato ulivyoenda. Lakini pia mstari ule wa 10 Biblia inasema, lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo anamwambia yule mwenye kupooza. 11, na kuambia ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara akaondoka akajitwika godoro lake akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Biblia inaeleza habari ya mtu mmoja aliyekuwa amepooza, akawa amepelekwa na rafiki zake au ndugu zake wa karibu kwa Yesu. Nilipokuwa ninasoma hii habari nikagundua jambo. Mungu akitaka kuyasaidia maisha yako,
atakuinulia watu ambao wataiona hali yako kuwa ni hali yao, na watahakikisha wanasimama na wewe mpaka utakapofika kwenye hatima yako. Na ni muhimu sana kwenye moja ya maombi yako kuomba kila wakati unapoendelea na maisha, mwambie Mungu, kwenye kila hatua niinulie watu ambao mioyo yao itaambatana pamoja nami katika yale ambayo natamani kuyatimiza na kuyafanikisha, na watakuwa tayari kulipa gharama ili yale ninayotaka yatokee yawe halisi kwenye maisha yangu. Ni rahisi sana kujiona una watu wengi wakati wa amani. Ni rahisi sana kuwaona watu wengi wakikuacha wakati wa taabu, au wakati ambapo unatamani kutimiza maono makubwa ulionayo. Unasikia nilichosema? Ni rahisi sana kwa sasa kujihisi una watu wengi ambao unaona wako pamoja na wewe. Ila naomba nikwambie, marafiki na watu wa kweli ulionao ni wachache sana kuliko idadi ya watu unaowaona wakiwa wamekuzunguka. Na unaweza usielewe hili jambo kwa sasa. Utaelewa katika nyakati ambazo maisha yatakupitisha kwenye mazingira ambayo unahitaji msaada wa watu wengine. Ndipo utakapowaona watu walio wa kweli na wale ambao walikuwa pamoja na wewe, lakini hamkuwa pamoja kwenye safari mliokuwa mnaiendea. Muda utaongea. Mwambie jirani yako, muda utaongea. Na naomba niwaambie wanangu, nina huzuni kusema tunaishi kwenye dunia ambayo watu wanapenda tulivyo navyo na sio sisi. Watu wengi wanapenda tulivyo navyo, wanapenda maslahi na faida wanazozipata kutokea kwetu, lakini sio kuyapenda maisha yetu. Biblia inasema huyu mtu alipopelekwa na ndugu zake wakiwa wamembeba, walipofika wakagundua ya kwamba kwenye ile nyumba watu wamejaa, hakuna hata mahali pa kupita. Biblia inasema wakaamua kutoboa lile dari juu ili kumpitisha yule mgonjwa. Wakaamua kuingia hasara kwenye nyumba ya watu, wakaamua kulaumiwa, lakini mwisho wa siku walitamani jambo moja tu, kumuona ndugu yao, rafiki yao amepona. Biblia inasema Yesu alipoiona ile imani yao akashangaa. Jambo la kwanza akamwambia, umesamehewa dhambi zako. Alafu jambo la pili akamwambia, inuka, jitwike godoro lako uende. Ilikuwa ni matamko. Nimekwambia ulimwengu wa roho unaheshimu matamko. Yesu alipomwambia inuka, jitwike godoro lako uende, Biblia inasema alipoinuka akajitwika godoro lake akaondoka. Na sehemu nyingine Yesu alipokuwa anajitambulisha kwa mara ya kwanza hekaluni, alisema hivi, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwatangazia mateka uhuru wao, waliofungwa kufunguliwa kwao. Kwa nini? Yesu alijua nguvu ya matamko, ya kwamba ulimwengu wa roho huwa unafanyia kazi matamko. Na naomba niwaambie wanangu, nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Mwambie jirani yako, nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Yaani wewe ndo senior prophet, major one wa maisha yako. Sawa Kila wakati unapoamka asubuhi, umeiamuru siku yako? Umejitamkia nini kwenye maisha yako? Unaongea nini kuhusu hali yako? Naomba niwaambie, mdomo ulionyamaza ni yatima iliyozuiliwa. Nimewaambia hapa na narudia tena, mdomo ulionyamaza ni yatima iliyozuiliwa. Na usipojitamkia mema, adui na watu wake watatamka mabaya juu ya maisha yako na itakuwa. Na naomba niwaambie tena hapa, niwakumbushe, maisha ni vita ya maneno wanangu. Mwambie jirani yako, maisha ni vita ya maneno. Wakati wewe utamki juu ya maisha yako ya kwamba Mungu atanipa kuolewa, Mungu atanipa ndoa nzuri, Mungu hatanipa mnyang'anyi, Mungu atanipa mtu atakayefurahia maisha. Usiposema juu ya maisha yako, kuna wajinga kule kwenu wanasema yule sidhani kama ataolewa, naye atakupata. Na ndiyo sababu chochote ambacho unasikia watu wakisema kinyume na maisha yako, ni vizuri sana kukikanusha kwa maneno yako katika ulimwengu wa roho. Alipolaaniwa Daudi na Mfilisti kwa miungu yake, Daudi ya kunyamaza kimya, alijibu lilo pigo kwa maneno aliyokuwa anataka kitu kitokee.
Ukisoma habari za huyu mtu, Yesu akamwambia, inuka, jitwike godoro lako uende. Kuna hatua hautaziona zikitokea kwenye maisha yako mpaka umeanza kuyatamkia mema maisha yako kwenye eneo husika. Mnakumbuka habari ya Ezekia kwenye ile mifupa alikuwa Ezekieli kwenye ile mifupa mikavu? Wangapi mmesoma hiyo habari? Aha, hebu naomba tuiangalie. Maneno ya kinywa chako yamebeba nguvu ya Mungu yenye kuachilia uhai kwenye mambo yaliyokufa kwenye maisha yako. Andika hilo jambo, litakusaidia. Maneno ya midomo yangu yamebeba nguvu ya Mungu yenye kuachilia uhai kwenye mambo yanayoonekana kufa au kuharibika kwenye maisha yangu. Maneno ya midomo yangu yamebeba nguvu ya Mungu yenye kuachilia uhai kwenye mambo yanayoonekana kufa au kuharibika kwenye maisha yangu. Angalia kitabu cha Ezekieli 37 kuanzia mstari wa 1. Anasema hivi kuanzia mstari wa 1 pale, anasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Mwambie mwenzako, limejaa mifupa. Alafu anasema, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Biblia inasema roho wa Bwana akamchukua Ezekieli, akampeleka katikati ya eneo ambalo kulikuwa na mifupa, na sio mifupa tu, ilikuwa mifupa mikavu sana. Kila siku nimekuwa nawaambia hapa wanangu, na naomba nirudie, kila kitu kimeumbwa na kupewa uwezo wa kusikia na kuitikia neno la Mungu. Kila kitu kimepewa uwezo wa kusikia na kuitikia neno la Mungu. Ulimwengu wa roho unafanya kazi kwa nguvu ya matamko. Anasema amepelekwa na Mungu mahali ambapo pana mifupa mikavu, tena sio mifupa mikavu tu, mikavu sana. Maana yake situation iliyokuwepo pale ilikuwa ni mbaya na isiyo na tumaini. Katikati ya hali mbaya tunazokutana nazo kwenye maisha, Mungu anatarajia kuona tunatamka uzima na kuachilia neno lake katika matamko yetu, ili aweze kuachilia uhai. Hali mbaya kwenye maisha yako itaanza kubadilika siku utakapoanza kuisemesha neno la Mungu kutoka kwenye kinywa chako. Rudia tena. Hali yoyote mbaya ambayo hauridhiki nayo kwenye maisha yako itaanza kubadilika siku utakapoanza kuisemesha na kuachilia matamko ya neno la Mungu kwenye hali yako. Ulimwengu wa roho unaachilia matokeo kwa kadiri ya nguvu ya matamko tunayoyasema. Na naomba niwaambie jambo jingine wanangu. Iko hivi. Katika uumbaji, maneno hayakuanza kama lugha ya mawasiliano. Maneno yalianza kama lugha ya uumbaji. Katika uumbaji, ukisoma kwenye Mwanzo 1, maneno hayakuanza kama lugha ya mawasiliano tu. Maneno yalianza kutumika kama lugha ya uumbaji. Kwa hiyo Mungu ameweka nguvu ya uumbaji kwenye maneno. Ndio maana kila alichokuwa anasema kilikuwa kimetokea. Hauwezi kuinuka na kuangaza zaidi ya ubora wa matamko unayojitamkia kuhusu maisha yako. Okay. Mstari wa 3 hapo, Ezekiel 37:3 anasema hivi. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu
wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Ezekieli anaambia, je, mifupa hii unadhani inaweza kuishi? Anajifunga mwenyewe, anasema, Bwana wewe wajua. Maana yake ni nini? Ezekieli alikuwa na hofu moyoni, alikuwa haamini, lakini anamwambia Mungu, uwezo wako umezidi akili na nguvu zangu, wewe sema tu, mimi nitasema. Ndipo anaambiwa, iambie mifupa hii ya kwamba mtaishi, ya kwamba mtakuwa na nyama, ya kwamba mtakuwa hai tena. Sema. Kazi yako ni kusema, kazi ya Mungu ni kufanya yale ambayo midomo yako imesema. Ndiyo kazi inayotakiwa kutokea. Usiruhusu kukiri sawasawa na hali unayoiona kwenye maisha yako. Ugonjwa ulio nao unakwambia utakuua mapema kama kila wakati utakuwa unakiri sawa na taarifa unazopokea. Waendelea tu. Nakwambia hivi, endelea tu. Nisikilize, ile kwamba umewaua watu wengine haina maana na wewe itakuondoa mapema. Ile kwamba imeshindikana haina maana kwako itashindikana. Ngoja niwaambie nyie watu wa Mungu, mwanamke aliyetokwa na damu muda wa miaka 12, kwa hali ya kawaida inakataa yule mtu kuendelea kuishi kwa tatizo la damu alilokuwa nao. Lakini kwa kuwa alikuwa na imani, Mungu aliyatunza maisha yake mpaka wakati wa kupokea muujiza wake. Kuna watu walidhani atakufa, lakini walimuona anaishi. Walidhani atapotea, waliwazika akiendelea kuishi mpaka wakati wake ulipofika. Usiruhusu maneno ya midomo yako kukubaliana na kinachoendelea kwenye maisha yako. Hauwezi kuinuka na kuangaza zaidi ya ubora wa matamko unayosema kuhusu hali yako. Anaambiwa Ezekieli, iambie mifupa mikavu, iambie. Nilipenda hapa, naomba nikuoneshe mambo ambayo aliambiwa aiambie. Naomba uandike hapo chini mambo ambayo Ezekia aliambiwa aiambie ile mifupa mikavu. Alafu tutakuja kuona baadaye kama yalitokea aliposema. Sasa nataka nikuoneshe uhusiano kati ya ulimwengu wako wa roho na nguvu ya matamko ya neno. Mambo ambayo Ezekieli aliambiwa aiambie ile mifupa mikavu. Jambo la kwanza anasema hivi, Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Jambo la kwanza, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Jambo la kwanza umeliona Andika hapo chini. Anaambiwa aiambie ile mifupa mikavu kwamba nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Tumeliona hapo Nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Jambo la pili, nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu. Nitatia mishipa juu yenu, nitaleta nyama iwe juu yenu. Andika hilo jambo, nitatia mishipa juu yenu, nitaleta nyama iwe juu yenu, na nitawafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu. Nitawafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu. Tumeona hayo mambo ambayo aliambiwa yaseme, si ndio Si ndio Ona kuanzia mstari wa 7 sasa. Tuangalie mstari wa 7. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake. Mmeanza kuona vitu vinaanza kutokea Anasema nilipokuwa katika kusema, nikaanza kuona mifupa inaanza kusogeleana. Alafu anasema nikaanza kuona misuli inaanza kutengenezwa, inatokea. Anasema hivi, mstari wa 8, nikatazama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake.
Anasema nikaona mishipa, nikaona nyama imefunika, lakini pumzi haikuwepo. Mungu akasema haijaisha, ulisema pumzi itakuja ndani yenu, ni lazima nitaiachilia. Ulimwengu wa roho unaanza kuumba yale ambayo midomo yake imesema. Okay? Mstari wa 9 anasema, ndipo akaniambia, anaendelea kusema, utabirie upepo mwanadamu, ukauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka upande wa pepo 4, pumzi, ukawapuzie hao waliouawa wapate kuishi. Alipoanza kusema, akiamuru upepo na pumzi vije, nini ikatokea? Mstari wa 10, basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Ulimwengu wa roho unafanya kazi na nguvu ya matamko. Unasema nini juu ya maisha yako? Kwa nini unaongea sawa na hali yako? Kwa nini unapoomba unaonesha kumwamini Mungu, lakini unapotoka ukiongea na watu wengine unaongea lugha yao? Anza kusema yale ambayo unamwamini Mungu kufanya kwenye maisha yako, kwa sababu ulimwengu wako wa roho unasubiri matamko ya kinywa chako ili kuachilia matokeo kwenye maisha yako. Ninakumbuka kuna dada mmoja ambapo nilipokuwa mdogo kabisa, nikiwa kanisani, nikiwa nimeokoka, hatiyo nilikuwa niko darasa la 3 sio la 4. Yule dada nimemkuta kanisani akiwa ni mtu mzima, alikuwa ni mwalimu wa kwaya. Nimekuwepo nikiwa naimba kwaya, amenifundisha yani hivyo. Sasa fikiria kama alinipokea mimi nikiwa mwalimu wa kwaya, yeye akiwa mwalimu wa kwaya kanisani, mimi niko darasa la 3, unajaribu kufikiri alikuwa ni mtu mzima sana Yes. Lakini mara kwa mara ni mtu wa maombi, ni mtu wa neno. Na mara kwa mara alipokuwa tukiongea naye au akiongea na watu, alikuwa anawaambia kuna siku nitaolewa. Unazungumza mtu anayezungumza miaka takribani anaelekea 50 hivi. Anakwambia kuna siku nitaolewa. Kuna siku nitakuwa na harusi nzuri. Kuna siku nitakuwa na watoto wangu. Kuna siku nitakuwa na mume wangu. Kuna siku nitakuwa na familia yangu. Anasema kile ambacho anamwamini Mungu kufanya. Leo ninapokufundisha hapa ndio harusi yake inafungwa na ameolewa na mchungaji. Wewe na 36 yako hiyo unaanza kuchanganyikiwa, una akili wewe? Are you okay? Like seriously? Nilipopewa ile taarifa sikushangaa. Ni kwa sababu ni maneno ambayo nilikuwa nikimsikia mara kwa mara akisema katika midomo yake, na mbingu zikayaumba matokeo aliyotamani kuyapata kwenye maisha yake. Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Naomba nikusomee hilo andiko hapa. Mithali 18:21. Mithali 18 mstari wa 20 na 21. Biblia inasema hivi: tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, mauti atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Ulimwengu wako wa roho unakutaka useme. Ezekieli alisema na mbingu zikafanya yale ambayo alitaka yatokee. Naomba nikuoneshe mtu wa mwisho, na baada ya hapo tuombe, ambaye alisema na yale aliyoyasema yakatokea kama alivyosema. Samueli wa kwanza 17. Samueli wa kwanza 17.
Samueli wa kwanza 17. Mstari kuanzia wa 46. Samueli wa kwanza 17 kuanzia mstari ule wa 46. Biblia inasema hivi, sikiliza hayo maneno. Ni pale ambapo Goliati na Daudi walikuwa wanajibizana, sawa Nimewambia ile vita ilikuwa ni vita ya rohoni, ilikuwa ni vita ya matamko. Biblia inasema mstari wa 46, siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Nao jamii yote ya watu pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwenu. Nataka uandike hapo chini mambo ambayo Daudi alitamka kuwa yatatokea kwa Goliati. Alafu nikuonesha, nataka tu nikupitishe ili uone, uamini ya kwamba nguvu ya matamko inaumba. Mambo ambayo Daudi alisema au alitamka kuwa yatatokea kwa Goliati. Jambo la kwanza kwenye mstari wa 46, alimwambia kwamba moja, atamuua mikononi mwake. Atamuua mikononi mwake. Jambo la pili, aliandika ya kwamba atampiga na kukiondoa kichwa chake. Atampiga na kukiondoa kichwa chake. Na jambo la tatu, watu wote watajua ya kuwa Mungu aliye naye ana uwezo au nguvu. Na jambo la tatu, watu wote watajua ya kwamba Mungu aliye naye ana uwezo na anazo nguvu. Naomba sasa tukaangalie kuanzia mstari wa 49. Biblia inathibitisha, inasema hivi, Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatwaa umo jiwe, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Si alisema atampiga? Si alisema atampiga? Biblia inasema akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Biblia inasema hivi, jiwe hilo likamuingilia kipajini, akaanguka chini kifudifudi. 50. Hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga Mfilisti akamuua. Si alimwambia leo nitakuwa? Akampiga Mfilisti akamuua. Walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Si alisema kule kwamba nitakukata kichwa chako, si ndio Biblia inasema hivi, ndipo Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilisti, akautwaa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamuua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao wamekufa, wakakimbia. Yale aliyoyasema ndiyo yale yaliyotokea. Ulimwengu wa roho unaangalia nini unasema juu ya kile kinachoendelea kwenye maisha yako, na kitaanza kuumba yale ambayo unasema kwenye maisha yako. Niliwahi kueleza hapa mfano wa yule mtu ambaye alimwambia Elia ya kwamba hata kama Mungu angefungua madirisha ya mbinguni, mvua haiwezi ikanyesha wala chakula hakiwezi kapatikana. Elisha akamwambia, utaona lakini hautakula. Utaona lakini hautakula. Ulimwengu wa roho una uhusiano wa moja kwa moja na maneno ya kinywa chako. Naomba niwaambie jambo hili ninapomalizia. Hauwezi kwenda umbali mrefu kwenye eneo lolote la maisha yako zaidi ya maneno yaliyokutangulia kwenye kesho yako. Hauwezi kwenda umbali wowote mrefu kwenye eneo lolote la maisha yako zaidi ya maneno yaliyoitangulia kesho yako. Na kama kuna mambo umekuwa unajitamkia kinyume na matarajio yako, ni vizuri kuanzia leo ukabatilishe maneno hayo. Kama uliongea maneno kinyume cha elimu yako, ya kwamba nasoma tu nikimaliza hakuna kazi, my dear friend, nenda kasahihishe usemi wako. Uliongea nini kwa habari ya ndoa na mahusiano, nenda kasahihishe usemi wako. Una watoto, unaongea nini juu ya kesho ya wanao, nenda kasahihishe maneno yako. Kesho ya mtu itajengwa na matofali mengi,
na moja ya tofali moja linaitwa matamko ya midomo yake. Naomba tusimame.